Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika mapinduzi ya ajira kwa namna inavyoboresha mitaala zaidi ya 200 ya elimu kwa kuhakikisha inashirikiana na wadau binafsi kumjenga muhitimu kupata ujuzi ili kukabiliana na soko la ajira. Hayo yamesemwa na Profesa Liberato Haule, makamu mratibu wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi HEET, katika mkutano wa wahariri ya vyombo vya habari, waandishi wa habari na wajumbe kamati za mradi huo HEET kuhusu utekelezaji wa mradi huo jijini Dar es Salaam. Na lengo kuu la mradi ni kuboresha mazingira ya kujifunzia na ubora wa wahitimu ili waendane na soko la ajira. Kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumetengewa dola za Kimarekani milioni 49.5 ambayo ni takriban shilingi milioni 121 kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026, yani mwakani. Kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kazi kubwa kabisa ambayo tunaifanya kwa sasa ni mageuzi ya mitaala ambayo ndio yanajikita kwenye lengo kuu la mradi wetu, na sambamba na hilo ndio tunaboresha miundombinu mbalimbali ili kuwezesha utekelezaji wa hiyo mitaala, lakini pia tunawajengea uwezo walimu wahadhiri ili waweze kuwa na uwezo wa kutosha kudeliver hiyo mitaala. Eneo moja ambalo limefanyiwa mabadiliko makubwa ni mahusiano yetu na waajiri, ambako tumeweza kuandaa miongozo mbalimbali ya kuweza kushirikiana na waajiri katika kuhakikisha tunafikia malengo ya taasisi yetu. Profesa William Wanangise ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, pamoja na kuishukuru serikali kutoa fedha dola za Marekani milioni 49.5 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 121 kwa ajili ya kutekeleza uboreshaji wa miundombinu mbalimbali ya kujifunzia na kufundishia. Amesema kwa sasa wamekuwa na mafanikio mengi ambapo mradi umefikia 80% na kuelezea baadhi ya malengo. Hapa kupitia mradi tunalenga kukuza ushirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na sekta binafsi katika ubunifu na biashara ya teknolojia. Na 6, utawala bora na ujumuishi. Kupitia mradi tunaboresha mifumo ya ndani inayohusiana na uwajibikaji, usawa jinsia na uendelevu wa taasisi. Nao baadhi ya wanufaika katika mradi huo, Mariam Madundo, mhadhiri msaidizi kutoka Ndaki ya Uhandisi na Teknolojia COET, na Dr. Lulu Mahai, mkurugenzi huduma za jamii na mratibu wa masuala ya jinsia mahitaji maalum katika mradi huo wa HEET, wamesema nimenufaika na mradi wa HEET. Ulinifadhili mimi kwenda kusoma shahada ya udhamili katika masomo yangu ya elimu ya juu, ambapo nilisoma Masters of Science in Building and Urban Design and Development katika chuo cha University College London, UCL, iko London, United Kingdom. Nimerudi pia kuendeleza nchi yangu, kuendelea kuwafundisha wanafunzi wangu katika maeneo hayo ya masomo ya kudesign nyumba pamoja na kupanga miji. Lakini naendelea pia kushukuru mradi wa HEET kwa sababu umeendelea kurekebisha miundombinu ya ufundishaji wa wanafunzi wetu. Hapa kuna laboratories mbalimbali ambazo zinajengwa kule. Katika mkutano huo, washiriki wameweza kutembelea baadhi ya miradi iliyotekelezwa na mradi wa HEET katika eneo la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kujionea mashine zilizonunuliwa katika kitengo cha ubunifu wa uhawishaji teknolojia TDTC, na yote hayo ni maendeleo makubwa yaliyotekelezwa kwa manufaa ya Watanzania katika kuinua chachu ya mabadiliko katika sekta ya elimu. Na mradi huo ni wa miaka 5 tangu mwaka 2021 hadi 2026. Sofia Malaki, Mlimani TV, Elimu Kwanza.